BMP TV Professional Update. Waendelea ndugu mtazamaji na msikivu wa BMP TV Online, mara tena tunazidi kukuletea update nono kabisa ambazo zinakufahamisha kwa ujumla taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ulimwenguni mzima. Huu wa siasa ambao sasa hivi bado magomvi yanazidi kuendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila kusahau mimi ni Mr. Orange, kuwa nami mwanzo hadi mwisho, na huu ni muktasari wa habari. Taarifa ya Mahakama ya Afrika kuhusu mashtaka dhidi ya Rwanda kuhusu uhalifu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama katika barabara ya Mabambi, Vuyinga, Lubero, Alhamisi ya leo. Bukavu, mashauriano ya Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange yanazidi kupamba moto. Kauli nzito ya Rais Donald Trump kuhusu mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Kuna haya na mengineyo ambayo yako ndani zaidi, kwa hiyo kuwa nasi mwanzo hadi mwisho na kufahamu yaliyo mengi kupitia hii BMP TV Online, na hunufaike na yaliyo mengi kupitia BMP TV Online. Habari kamili. Mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na za watu yenye makao yake mjini Arusha, Tanzania, imetoa uamuzi muhimu na wa kihistoria kuhusu shauri linalohusu tuhuma za uhalifu uliofanywa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Jamhuri ya Rwanda inatajwa kuwa mhusika mkuu wa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Katika uamuzi wake uliosomwa rasmi siku ya Alhamisi, mahakama hiyo imetupilia mbali kwa kauli moja hoja zote za kisheria zilizowasilishwa na serikali ya Rwanda ambazo zililenga kuzuia mahakama hiyo kujihusisha na shauri hilo kwa misingi ya ukosefu wa mahakama ya kisheria na kutokuwepo kwa msingi wa kisheria wa madai hayo. Mahakama ya Afrika imeeleza bayana kuwa ina mamlaka kamili ya kisheria kushughulikia kesi hii, na hivyo imetangaza kuwa shauri lililowasilishwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni halali na linakubalika kwa mujibu wa taratibu za kimahakama. Uamuzi huu unafungua ukurasa mpya na matumaini kwa wahanga wa migogoro ya kivita na ukiukwaji wa haki katika eneo la mashariki mwa Kongo, ambalo limekuwa likikumbwa na machafuko kwa muda mrefu, hasa kutokana na uwepo wa makundi ya waasi na tuhuma za ushiriki wa mataifa jirani. Mahakama hiyo imeipa serikali ya Rwanda muda wa siku 90 kuwasilisha majibu yake ya kina kuhusu tuhuma hizo, huku ikiweka wazi kuwa itatoa uamuzi wa mwisho kuhusu uhalali wa hoja ya Rwanda baada ya kupokea maelezo hayo. Uamuzi huu wa Mahakama ya Afrika unasisitiza kwa mara nyingine tena jukumu la taasisi za kimataifa za haki za binadamu katika kuhimiza uwajibikaji wa mataifa hata pale ambapo mashitaka yanahusu masuala nyeti ya kisiasa na ya usalama wa kikanda. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekaribisha uamuzi huo kama hatua ya ushindi kwa haki, ikisisitiza kuwa ni fursa muhimu ya kuhakikisha kuwa wahusika wote wa uhalifu unaodaiwa kufanyika katika maeneo ya Bunia, Goma, Ruchuru na maeneo mengine ya mashariki mwa nchi hiyo wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Tukio hili linaendelea kuangaliwa kwa karibu na jamii ya kimataifa, mashirika ya haki za binadamu na wa diplomasia wa Afrika na ulimwenguni kote, hasa ikizingatiwa kuwa Mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na za watu ni chombo muhimu katika kusimamia haki, amani na utawala wa sheria barani Afrika. Huko ilikuwa ni suala hilo la mahakama ambalo tuhuma za DRC ambazo zilifikisha katika Mahakama ya Afrika kwa kile ambacho sasa hivi Jamhuri ya Rwanda inazidi kufanya kulingana na jamii ya huko Goma pamoja na Bukavu. Kwa hiyo sasa hivi wamepewa siku 90 za kupeleka maelezo kamili ili kuweze kufanyika uamuzi ambao utakuwa ni sahihi na kutafuta suluhu ya mambo yote. Basi tuachane na huko, tujielekeze kwa sehemu nyingine. Hali ya usalama katika barabara ya Mabambi, Vuyinga na huko Lubero.
Siku ya Alhamisi tarehe 26 Juni 2025, wakazi pamoja na wasafiri wanaotumia barabara ya Mabambi kuelekea Vuinga iliyopo katika sherifi ya Baswaga wilayani Lubero wametakiwa kuchukua tahadhari kubwa na kuwa na subira kutokana na hali ya kiusalama inayoshuhudiwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani vilivyo karibu na maeneo ya tukio, operesheni za kijeshi zinaendelea kufanyika zikihusisha vikosi vya jeshi la UPDF, jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda ambalo linadaiwa kuendesha mashambulizi dhidi ya makundi ya wazalendo walioko katika kijiji cha Muhola karibu na mji wa Mabambi. Mapigano makali yameripotiwa kuendelea katika maeneo yanayozunguka Mabambi, hali inayoweka mazingira ya taharuki kwa wakazi wa eneo hilo na kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi. Miongoni mwa shughuli zinazotarajiwa kuathirika ni soko la Vuinga ambalo kwa kawaida huwa na shughuli nyingi siku ya Alhamisi na ambalo sasa linakabiliwa na uwezekano mkubwa wa kusitishwa au kufanyika kwa tahadhari kali kutokana na hatari ya usalama. Mbali na hatari kwa shughuli za kiuchumi, ibada ya kipaimara, misa ya udhibitisho wa imani iliyopangwa kufanyika leo katika parokia ya Mabambi pia imo mashakani kutokana na hofu ya usalama wa waumini na wageni waliotarajiwa kushiriki tukio hilo takatifu. Watu wengi walikuwa wameanza kuelekea eneo hilo mapema kwa ajili ya ibada hiyo, lakini hali ya kijeshi iliyoshuhudiwa huenda ikalazimu kuahirishwa au kufanyika kwa namna isiyo ya kawaida. Hadi kufikia sasa, mamlaka ya kijeshi na uongozi wa eneo hilo hawajatoa taarifa ya kina kuhusu madhumuni kamili ya operation hizo wala muda maalumu wa kukamilika kwake. Hata hivyo, vyanzo vya habari vya ndani vinaendelea kufuatia kwa karibu maendeleo ya usalama, huku raia wakihimizwa kubaki majumbani mwao, kuepuka kusafiri kuelekea maeneo ya Mabambi na Vuinga na kufuatia matangazo ya mamlaka husika kwa maelezo zaidi. Tukio hili linaibua wasiwasi mpya kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC, ambapo machafuko ya mara kwa mara, uingiliaji wa vikosi vya nje na uwepo wa makundi yenye silaha yameendelea kuhatarisha maisha ya raia wasio na hatia na kudhoofisha shughuli za maendeleo. Katika muktadha wa vuguvugu la kisiasa linaloendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mchakato wa mashauriano yanayoendeshwa na rais wa zamani wa nchi hiyo Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange umeendelea kushika kasi, hasa katika maeneo ya mashariki mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi na picha zilizopatikana leo hii, Mheshimiwa Joseph Kabila ameendelea na mashauriano yake ya kisiasa katika jiji la Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini. Hii ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa ziara yake ya kitaifa yenye lengo la kusikiliza maoni ya wananchi, viongozi wa kisiasa, viongozi wa dini na wadau mbalimbali wa maendeleo katika ngazi ya kijamii na kitaifa. Mashauriano haya ambayo yalianza mapema mwezi huu yamekuwa yakilenga kuchambua hali ya sasa ya nchi, kujadili changamoto zinazokabili taifa la Kongo na kutafuta maoni ya watu kuhusu mustakabali wa kisiasa, kijamii na kiuchumi wa nchi hiyo, hususan wakati huu ambapo taifa linaendelea kujenga taasisi za kidemokrasia na kudumisha amani kufuatia kipindi kigumu cha mivutano ya kivita na migogoro ya ndani. Katika ziara yake ya leo, Joseph Kabila ameonekana akikutana faragha kwa baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa, wanaharakati wa haki za binadamu na wawakilishi wa mashirika ya kiraia. Vikao hivyo vilijikita zaidi katika kuangazia hali ya usalama katika mikoa ya mashariki ikiwa Kivu Kaskazini, Ituri na Maniema, pamoja na suala la ushirikiano wa kikanda na mahitaji ya kurejesha mshikamano wa kitaifa.
Viongozi wa dini na wazee wa mila kutoka maeneo mbalimbali ya jimbo la Kivu Kusini wameeleza matumaini yao kuwa mashauriano haya yanaweza kufungua ukurasa mpya wa maridhiano ya kitaifa na kusisitiza umuhimu wa uwepo wa mchakato shirikishi wa kitaifa wa kuijenga Kongo mpya yenye mshikamano, haki na maendeleo kwa wote. Baadhi ya wachambuzi wa siasa wanaona kwamba mashauriano haya yanaweza kuwa ishara ya kuibua kwa mikakati mipya ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao, huku wengine wakitafsiri kuwa ni juhudi za kuimarisha uhusiano wa kitaifa na kuendeleza maridhiano ya kisiasa ambayo yamekuwa yakihimizwa na jumuiya ya kimataifa. Hadi sasa haijabainika wazi iwapo Mheshimiwa Joseph Kabila anapanga kurejea katika ulingo wa kisiasa kwa lengo la kushiriki katika uchaguzi au kama anatekeleza jukumu la usuluhishi kwa maslahi mapana ya taifa. Hata hivyo, ujumbe wake wa hivi karibuni umejaa wito wa mshikamano, amani na uwajibikaji wa viongozi katika kuhudumia raia wa Kongo. Mashauriano haya yamepata mwitikio mkubwa miongoni mwa wananchi, huku baadhi yao wakielezea matumaini ya kupatikana kwa suluhisho la kudumu kwa matatizo ya kijamii na kiusalama yanayoikumba nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Ilikuwa ni huko Bukavu ambako mashauriano hayo yanazidi kupamba moto na kushika kasi kwa kile ambacho amekianzisha kiongozi huyo mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tuelekee huko Marekani kwa kauli nzito ya Rais Donald Trump aliyoitoa kuhusu mgogoro wa mashariki mwa DRC. Katika kile kinachoonekana kuwa ni mojawapo ya matamko makali zaidi ya kidiplomasia kuwahi kutolewa na kiongozi wa Marekani kuhusu mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli ya kustua dunia akizungumzia hali ya vita na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaoendelea katika eneo hilo. Akizungumza mbele ya vyombo vya habari pembezoni mwa mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Kujihami na NATO unaofanyika jijini Washington DC, na wakati ambapo dunia inasubiri kwa hamu kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Rwanda na DRC. Trump alisema kwa maneno makali, Rwanda imeingia Kongo. Hii ni vita ya mapanga na inaambatana na ukatili wa hali ya juu wa kimwili na kiakili. Hakuna mtu yeyote katika historia ya karibu aliyewahi kufanya jambo la namna hii. Matamshi haya yametazamwa kama tamko la nadra na lenye uzito mkubwa kutoka kwa kiongozi wa kimataifa, hasa ikizingatiwa kuwa anayetolewa na mtu ambaye bado ana ushawishi mkubwa katika siasa za Marekani na kimataifa. Kauli hiyo ya Trump imeibua mjadala mpana, hasa kuhusu nafasi ya jumuiya ya kimataifa katika kukomesha uingiliaji wa mataifa ya nje katika mgogoro wa Kongo, ambapo mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakiripotiwa kwa miaka kadhaa sasa kuhusu mauaji ya halaiki, ubakaji wa kikatili, utekaji wa raia na uporaji wa mali asili unaodaiwa kufanywa na makundi yenye uhusiano wa karibu na nchi jirani. Kauli ya Trump inakuja katika kipindi nyeti ambapo makubaliano ya amani kati ya Kigali na Kinshasa yanatarajiwa kutiwa saini rasmi mjini Washington kwa usimamizi wa Marekani na wadhamini wengine wa kimataifa, ikiwa ni juhudi za kusitisha mapigano yanayoendelea katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, hususan majimbo ya Kivu Kaskazini, Ituri na maeneo ya Beni na Rutshuru. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa kwa kutoa kauli hiyo kali, Donald Trump ameongeza shinikizo kwa Rwanda kueleza wazi nafasi yake katika mzozo huo, na pia ameonyesha kuwa mgogoro wa mashariki mwa Kongo umevuka mipaka ya kikanda na sasa ni suala la kipaumbele kwa dunia nzima. Wakati huo wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesikika
wakipongeza kauli hiyo ya Trump, wakisema kuwa hatimaye sauti zao zinaanza kusikika kimataifa. Katika mitandao ya kijamii, raia wa Kongo na wanaharakati wa haki za binadamu wametafsiri kauli hiyo kama hatua muhimu ya kuanza kulazimisha uwajibikaji wa wale wanaotuhumiwa kuhusika na ukatili unaoendelea. Kwa upande wake, serikali ya Rwanda haijatoa tamko rasmi kufikia sasa kuhusiana na matamshi hayo ya Donald Trump. Hasa hivyo, wachambuzi wanatarajia kuwa mada hiyo itakuwa miongoni mwa ajenda kuu katika mazungumzo ya mwisho kabla ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo ya amani. Tunasubiri kwa makini kuona iwapo kauli ya Trump itaathiri mwenendo wa mazungumzo hayo na endapo itachochea hatua madhubuti kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kwa ajili ya kusimamisha mateso ya vurugu zinazowakumba mamilioni ya raia wa Kongo, hasa wanawake na watoto katika maeneo yaliyoathirika na mapigano. Na huu ndio mwisho wa habari yetu hii ya leo, ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho, na pia subscribe, like, pia na comment, na hivyo utakomentisha zaidi kwa sababu kila wakati utakuwa unapata update kama na hizi hapa. Na mimi ni Mr. Orange. Asante. BMP TV Professional Update.